السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، katika darsa iliyotangulia tulizungumzia anwa'ul ibada, sampuli za ibada, types za ibada, na ibada zote zinatakana ziwe ni za Allah subhanahu wa ta'ala, afanyiwe yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na Sheikh ametaja type nyingi za ibada, na tumeanza na awal ya kwanza kabisa ambayo ilikuwa ni ad-du'a, na tukaeleza katika darasa iliyotangulia anna ad-du'a ya kuwa dua inagawanyika mara mbili: du'a ibada wa du'a mas'ala. Du'a ibada huwa thanaa ala Allah subhanahu wa ta'ala, kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala yote kwa ujumla, kama vile unasoma katika suratul Fatiha: alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hii yote ni dua ibada. Kisha unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ihdina as-siratal mustaqim, na hii inakuwa ni dua mas'ala. Idhan dua ibada inaingia ibada zote, kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala, sala, saum, zakat, zote zinaingia. Na dua mas'ala ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kitu ambayo kwamba ni khas. Kisha katika mambo ambayo kwamba pia tulitaja, tulisema mtu hafai kumuomba asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hasa idha kana hadha al-amr fima la yaqdiru alayhi illa Allah. Ikiwa jambo hilo ambalo unaliomba haliwezekani binadamu kufanya ama mja kufanya, isipokuwa hii kitu ni khas kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi haitakikani muislamu akawa anamuomba asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika hali kama hiyo. Na akishafanya hivyo, maana dhalika ashraka billahi jalla wa ala, atakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Li'annahu sarafa shay'an min al-ibadati lighairi Allah, kwa sababu yeye atakuwa amepeleka ibada kwa yule ambaye kwamba asiyostahiki. Anayestahiki ibada ni Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye atakuwa amemwabudu asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, lidha atakuwa amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salamata wal afia. Na tukasema ya kuwa mwanadamu anaweza muomba asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambayo kwamba fima yaqdiru alayhi al-abd, yale ambayo kwamba mtu ana uwezo wa kufanya. Yani mfano kama vile mtu akuombe, anakuambia tafadhali nisaidie na 1000, na wewe una uwezo. Kwa hivyo hiyo haina makosa, kwa sababu ni jambo ambalo kwamba mwanadamu analiweza kufanya. Kwa hivyo tulitaja masharti ambayo kwamba moja ya kwanza tulisema ayakuna hayyan, huyu unayemuomba awe yuko hai. Usiwe unamuomba nini? Usiwe unamuomba mtu ambaye kwamba alifariki zamani, mtu ambaye ni mayit. Kwa hivyo awe huyu mtu yuko hai, hayyan, na awe ayakuna hadiran, yuko. Mfano unamwambia tafadhali nisaidie na iweze kusaidia, ama vile saizi labda kuna mawasiliano unaweza mpigia akakusaidia. Kwa hivyo ayakuna hadiran, na pia ayakuna qadiran, awe na uwezo. Kwa hivyo kitu ambaye mwanadamu hana uwezo naye haufai kuomba kitu kama hiyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ayakuna almad'u hayyan hadiran qadiran, na huo unamchukulia huyo mtu ni sababu tu ambaye kwamba, kwa sababu anayepeana hakikatan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nadhani hayo ndio tuliyazungumzia kwa ufupi katika darsa iliyotangulia, na kisha tukasimamia katika mas'alatul khawf. Sheikh akataja baada dhalika wa dalilul khawfi qawluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kwa hivyo Sheikh anataja kila ibada alikuwa akitaja, na anataja sasa na dalili yake. Alitueleza katika min anwa'il ibada ni ad-du'a, na ashataja dua
na dalili zake tukamaliza. Kwa hivyo sasa amefika katika al-khawf, na al-khawf ni kuogopa, yani ni mtu kuogopa. Inawezekana hii khawf ahlul ilm wanaigawanya mara mbili, khawf ambaye kwamba ni khawfu ibada na khawf at-tabi'i al-jibilli. Khawfu al-ibada na khawf at-tabi'i. Khawfu al-ibada ni ile ambaye kwamba inakuwa inatakikana hii ni ibada iwe ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kama vile mwanadamu kuogopa ya kuwa fulani atanifanya mimi niwe mgonjwa. Anayefanya mtu mgonjwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, anayekutoa roho ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndio mmiliki, yeye ndio amemiliki roho zetu. Kwa hivyo yeye ndio akitaka anaiondoa. Lakini lau mtu akiwa ataogopa mwanadamu huyu ataondoa roho yangu, basi hiyo itakuwa ni hofu ambayo kwamba si ya kawaida. Lakini tutakuja kueleza hofu ambaye ni pia kuna hofu tabii ya kawaida, mtu kuogopa kitu ambaye kwamba kinaogopesha. Mnajua kisa ya Musa alayhi salatu wassalam alipomua yule Kipti, yani alipompiga ngumi kwa sababu alikuwa anataka kumsaidia yule mwenzake na hakukuwa na nia ya kumua, lakini alikuwa tu anataka kumpa adabu kidogo, na ikawa sababu ya yeye kuogopa, ikawa ni sababu ya yule kufa. Na Musa alayhi salatu wassalam alikuwa kama ilivyokuja katika aya, alikuwa khaifan yataraqab, yani alikuwa khaif. Kwa nini? Hii ni hofu tabii, yani ya kuwa mtu kumuogopa adui wake, mtu kuogopa kadha wa kadha, mtu kuogopa mnyama. Hii ni hofu ambayo kwamba ni tabii, ni hofu ya kawaida, wala hii haitwi hofu ya ibada. Kwa hivyo hii inaitwa kuna hofu ambayo kwamba ni hofu tabii ya kawaida, mtu kumuogopa, yani kayakhafa al-insan an-nar, kama vile mfano mtu kuogopa moto, ya kuwa kila mtu anajua moto ya choma na akaogopa moto. Kwa hivyo hii ama kuogopa adui au kuogopa mnyama, lakini hii si hofu ambayo kwamba ni ya ibada. Ama hofu ya ibada ni mtu kumuogopa, yani mfano labda mtu anaogopa wali fulani na akawa anamnyenyekea kama vile anavyomnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala, na anajua mimi nikiwa kadha wa kadha huyu wali ananiona sehemu yoyote nilipo. Kwa hivyo hii itakuwa ni hofu ambayo kwamba ni hofu shirk, na mwanadamu hafai kuogopa hivyo asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah anasema fala takhafuhum wa khafuni, msiogope vitu vingine, lakini tuwe tunamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa sisi ni waumini wa ukweli. Kwa hivyo hii ni mas'alatu al-khawf. Kisha baada dhalika Sheikh akasema wa dalilu ar-rajai qawluhu ta'ala, na dalilu ar-raja, raja ni atama, yani mtu kutarajia na kukuwa na tamaa na kitu fulani. Kwa hivyo hiyo ndio raja, tama'ul insani fi amrin qaribil manal, kitu ambayo kwamba unatarajia hivi karibuni yaweza tokea, na pia wakati yakunu ba'ida al-manal, wakati mwingine pia ikawa ni mbali sana kitu kama hiyo kutokea. Kwa hivyo hii ndio masala ya al-tama, yani ar-raja ni kule mtu kukua na tamaa ya kupata kitu fulani. Hiyo ni katika minjihati lugha. Ama katika sheria ni kuwa mtu anatakikana akiwa na raja ya kuwa anatarajia thawabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa anatarajia janna ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yakunu mujarrad tamanni, haitakikani iwe tu ni matamanio. Kama vile mfano mtu anasema mimi nataka niwe na pesa, nataka niwe tajiri, na hakuna chochote anafanya. Kwa hivyo mtu yote atamuona atasema huyu mtu akili yake si timamu. Anasema amekaa na anasema mimi nangoja kuwa hapa nilipo, nangoja kuwa tajiri. Kwa hivyo kila mtu mwenye atamuona atasema huyu ana upungufu wa akili. Ni hivyo hivyo pia katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tuna matarajio na Allah subhanahu wa ta'ala, tunatarajia rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala na tunaogopa adhabu yake Allah subhanahu wa ta'ala, inahitajika al-amal. Ndio falidhalika yaqulu jalla wa ala faman kana yarju liqa'a rabbih, yoyote ambaye kwamba ana matarajio na kukutana na Mola wake, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Idhan hadha huwa ar-raja'ul mahmud. Hii ndio ile raja ambayo kwamba inatakikana mtu awe nayo.
yani huwa unamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, unatarajia rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii si kusema tu ya kuwa mimi natarajia Allah atanisamehea. Allah ni ghafurur rahim, kumbuka pia ni shadidul iqab. Idhan kama vile itakuja katika ar-raghba war-rahba katika ibada ambayo Sheikh pia atakuwa ni mwenye kutaja kule. Kwa hivyo ikiwa mwanadamu anatarajia kweli rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala na anatarajia akutane na Mola wake, basi lazima awe ni mwenye kufanya al-amalu salih, kama alivyosema Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan. Basi ni shart awe ni mwenye kutenda al-amalu salih. Wal amalu salih inakuwa lazima ipatane na masharti mawili. Lazima iwe imeambatana na masharti mawili. Sharti ya kwanza iwe ni al-amal, ay yakuna hadha al-amalu salihan, ay ay yakuna muwafiqan li sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam. Hii kitu ambayo kwamba ibada ambayo mtu anafanya lazima iwe imeambatana na alivyofundisha Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo hiyo ni sharti. Kama hajafanya hivyo, basi itakuwa hiyo si ibada. Kwa sababu ibada gani ambayo Mtume alayhi salatu wassalam anaijua na wewe leo ndio unaifanya? Yani Mtume haijui ibada kama hiyo na wewe ndio unaijua peke yako. Kwa hivyo lazima ibada ambayo kwamba tunafanya iwe inaambatana na mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam. Hiyo ndio sharti. Na sharti nyingine, basi faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik biibadati rabbih ahada, asiwe ni mwenye kumshirikisha na Mola wake chochote. Maana dhalika, akiwa atamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi hiyo si ibada, bali hiyo ibada inakuwa ni batila. Dhalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Kwa hivyo ibada ya haki ni ile ibada ambayo kwamba anaabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Idhan hadha huwa maana ar-raja. kisha baada dhalika qala Sheikh, wa dalilu tawakkuli qawluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, wa qawluhu ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. التوكل على الشيء بمعنى هو الاعتماد عليه، يعني unasema التوكل هو الاعتماد, ni kutegemea. Kwa hivyo التوكل hapa ni sidqul i'timadi ala Allah, mtu awe ni mkweli katika kalbi yake katika kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na huku kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala haina maana ya kuwa mtu awe ni mwenye kuacha asbab, tarkul asbab. Ama al-i'timad ala al-asbab bilkulliya, haitakikani zote mbili. Yani haitakikani muislamu kuacha zile sababu ambazo kwamba zitamfanya awe ni mwenye kupata yale ambayo kwamba anatarajia, na pia haitakikani kutegemea zile sababu. Kwa hivyo unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na unaleta zile sababu ambayo kwamba inatakikana kuleta. Na hii imeelezwa na Mtume alayhi salatu wassalam. Yakulu alayhi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk, ihris ala ma yanfa'uk. Maana dhalika, ujitahidi katika kufanya zile asbab ambazo kwamba ihris ala ma yanfa'uk, yani ufanye bidii na utoe juhudi katika kile kitu ambayo kwamba kinakunufaisha, sawa ni katika akhira au katika umuru dunia. Kwa hivyo sawa iwe ni mambo ya dunia au ni mambo ya akhira, inatakikana wewe ujitahidi katika yale ambayo kwamba yanakunufaisha. Ihris ala ma yanfa'uka. Kisha akasema wasta'in billah, yani usitegemee juhudi yako peke yake. Usiwe tu ni mwenye kutegemea yale ambaye kwamba wewe unadhania ya kuwa hizi ndio sababu zitanifikisha. La, zile sababu naam unatakikana kuzichukua, lakini kwa unachukua zile sababu na pia usimsahau Allah subhanahu wa ta'ala, lianna almuathir alhaqiqi huwa Allah jalla wa ala, kwa sababu yule ambaye kwamba anaweka taathir hakikatan katika ile sababu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah,
yani umuombe msaada Allah subhanahu wa ta'ala, utake usaidizi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama unavyoomba kila siku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Na usiwe na uvivu, usiwe na kasal, yani mtegemee, fanya bidii, mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala na usiwe na uvivu. Kwa hivyo ukiweza kukabiliana haya mambo matatu, biidhnillah utafanikisha yale yote ambayo kwamba unataka katika hii dunia, iwe ni katika mambo ya dunia au katika mambo ambayo kwamba yanahusiana na mambo ya akhira au mambo ya kidunia, kwa sababu hii ni wasia kutoka kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Idhan atawakkulu ala Allah maana yake ni kuwa unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na unaleta zile asbab ambazo kwamba zinatakikana, kama vile Mtume alayhi salatu wassalam ametupigia mfano, law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Mtume alayhi salatu wassalam anatuambia lau tungekuwa tunategemea Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumtegemea, basi Allah angeturuzuku kama vile anavyoruzuku ndege. Anawaruzuku ndege vipi? Je, wanakaa pale kwa nyumba zake wanakaa tu pale alafu riziki inawakujia hapo? La. Mtume alayhi salatu wassalam anatuambia tahdu khimasa, inatoka usubuhi na mapema, ikiwa tumbo wake iko empty, haina chochote katika tumbo, inatoka na jioni ikifika wataruhu bitana, inarudi jioni hali ya kuwa imeshiba. Kwa hivyo ndio kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anayattakhidhu al-asbab wa ya'tamidu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Allah anatuambia wa ala Allah la ala ghairi, yani yeye mtegemeeni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala msimtegemee yote mwingine, bishart in kuntum mu'minin. Idhan ni shartul iman ni kuwa mtu kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni muumini wa ukweli, ni awe ni mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh, na yoyote ambaye atamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, yeye atamtosheleza jalla wa ala. Idhan hii ni katika masala ya atawakkul ala Allah. Kisha akasema Sheikh rahimahullah, wa dalilu ar-raghbati war-rahbati wal-khushu'. Dalilu ar-raghba, ar-raghba ni mahabbatul wusuli ila shay'il mahbub, mahabbatul wusuli ila shay'il mahbub, yani mtu anataka kufikia kwa kitu ambacho kwamba anakipenda. Hiyo ndio ar-raghba. Unataka yani kuwa una mapenzi ya kufikia kitu fulani, una raghba na kufikia kitu fulani ambaye kwamba unakipenda. Hiyo ndio maana ya raghba. Na ar-rahba ni al-khawf, lakini ahlul ilm wanatuambia ya kuwa hadha al-khawf, kuna ile khawf ambayo tumeizungumzia pale mwanzo, na kuna rahba, na bado itakuja kuna al-khashya. Kwa hii ar-rahba ni khawfun maqrunun bi'amal, ni khawf ambayo iko combined na amal, imechanganyika na amal. Yani ni kama vile mtu anaogopa adui wake na anamkimbia na labda anatafuta njia ya kumalizana naye. Kwa hivyo hiyo ni rahba, hiyo ni ar-rahba. Kwa hivyo hii maana dhalika ni kuwa wewe unamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na unafanya matendo mazuri na unajiepusha na matendo ambayo kwamba ni mabaya, ili uwe ni mwenye kuepuka na yale ambayo kwamba unayaogopa. Hiyo ndio maana ya rahba. Na kisha Sheikh akataja masala ar-raghba war-rahba wal-khashya, al-khushu' qabla al-khashya. Naam, al-khushu' yani at-tadhallul li'azamati Allah, yani kule kunyenyekea, awe ni mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kule kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala na kujidhalilisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni katika ibada. Idhan hii imekusanywa na aya moja ambaye kwamba
Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia anbiya alayhi salatu wassalam anasema innahum kanu yusari'una fil khairat, yani hao maanbiya alayhi salatu wassalam kanu yusari'una ila alkhairat, wanafanya bidii kufanya haraka na kufanya jambo la khairi, wanashindana katika kufanya jambo la khairi. Yusari'una fil khairat wa yad'unana, na wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala raghaban wa rahban, yani khawfan wa tama'an, kama vile katika aya nyingine khawfan wa tama'an, na khawfan wa tama'an na raghaban wa rahban ni maana moja. Kwa hivyo tukisema raghaban maana yake ni tama'an, khawfan maana yake ni tama'an kama katika hiyo aya nyingine, wa rahban bimaana, kwa hivyo itakuwa khawfan wa tama'an. Hii ile nyingine ni khawf na hii nyingine ni raghaba, na hapa ni raghaban wa rahaban. Wazi? Kwa hivyo ninataka wayad'unana raghaban, yani yakuwa wana raghba na wanatarajia, yani wapate khair kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na at same time pia wanamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rahaban, yani wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala wanatarajia khair ambayo kwamba iko kwa Allah, na wanaogopa ile adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan wao mu'min daiman anatakana awe baina ar-rajai wal khawf, ako baina ar-raja wal khawf, anatarajia na anaogopa. Kwa hivyo akienda katika hiyo hali biidhnillah subhanahu wa ta'ala, huyu mja atakuwa ni mwenye kufaulu. Kwa hivyo hii ibada, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in, na hiyo ndio dalili ya al-khushu'. Naam. Kisha baada dhalika shekha kataja ibada nyingine ambayo kwamba ni al-khashya. Al-khashya pia ni katika al-khashya pia ni al-khawf. Kwa hivyo tulikuwa na khawf ya mwanzo, tuna rahaban na tuko na al-khashya. Rahaban tulisema ni khawf ambaye kwamba ni maqrunun bi'amal, na hii ni khawf ambaye kwamba ni mabniyun ala al-khawf al-mabniyu ala al-ilmi. Hii ni khawf ambaye kwamba imejengeka kwa ilmu na kumjua yule ambaye kwamba unamuogopa ni adhim, kama vile jalla wa ala, kama katika aya inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Kwa hivyo wale ambao kwamba wanamuogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala ni ahlul ilmi, kwa sababu hii hofu yao inatokamana na nini? Hofu ambayo kwamba imetokamana na al-ilm. Idhan al-khashya ni kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa anamjua Allah subhanahu wa ta'ala, yani ma'a ta'dhimi, na kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kumjua, kwa sababu anamjua Allah subhanahu wa ta'ala bi'azamatihi wa kamali sultani. Idhan Allah anasema fala takhshawhum wakhshawni, yani msiwaogope na muniogope mimi. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza. Kisha baada dhalika ameeleza al-inaba. Dalilu al-inabati qawluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, wa anibu ila rabbikum. Al-inaba bimaana ar-ruju'u ila Allah, ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala bilqiyami bita'atihi wajtinabi ma'siyatihi. Idhan anibu bimaana irji'u, murudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani bifi'li at-ta'at wa tarki al-manhiyat, mufanye yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha na muache yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza. Hiyo ndio maana ya al-inaba. Wa anibu ila rabbikum ay irji'u ilayhi, naam, ila rabbikum wa aslimu lahu, yani an tusallima amraka lillahi jalla wa ala, ujisalimishe na usarende kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wa aslimu lahu. Kisha baada dhalika ametaja mas'ala ya al-isti'ana. Wa dalilu al-isti'anati qawluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-isti'ana maana yake ni talabul aun. Al-isti'ana
معناه طلب العون، يعني كتاك عون. ما معنى العون؟ عون بمعنى المساعدة، كتاك usaidizi. Kwa hivyo alisti'ana maana yake ni kutaka usaidizi. Anasema iyyaka na'budu, yani ni wewe peke yako Allah subhanahu wa ta'ala tunakuabudu, na kwako wewe peke yako tunaomba msaada, yani tunakuomba msaada Allah subhanahu wa ta'ala wewe peke yako. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na Sheikh pia ametaja hadithi nyingine ambaye kwamba ni alhadithu tawil, lakini amechukua hiyo kipande, idha sta'anta fasta'in billah, yani unapotaka usaidizi basi muombe Allah subhanahu wa ta'ala usaidizi. Idha sta'anta fasta'in billah, jisaidie, omba usaidizi kupitia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada dhalika kataja dalilu al-istighatha, وقبل الاستغاثة هنا استعاذة. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. الاستعاذة طلب الإعاذة، وهي الحماية من مكروه، يعني نكموomba الله سبحانه وتعالى أكلinde. طلب الإعاذة يعني الحماية من مكروه، Allah awe ni mwenye kukulinda na chochote ambaye kwamba kinaweza kuwa ni yenye kudhuru, ama chochote ambaye kwamba kitakuwa ni yenye kuchukiza. Kwa hivyo unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kukulinda. Kwa hivyo ukiomba Allah subhanahu wa ta'ala akulinde, basi atakuwa ni mwenye kukulinda. Na akasema katika dalili yake ni qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Na hizi ni katika mnavyojua ni kuwa inakuja katika adhkar as-sabah na masa, yani zile adhkar ambayo kwamba unatakana kusoma usubuhi na jioni, pia ziko katika adhkaru sabah wal masa, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas. Kwa hivyo inapofika wakati wa jioni unakumbuka kusoma hizi qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe ni mwenye kulinda na shari yoyote. Akasema baada dhalik al-isti'adha, naam isti'adha. Naam, idhan taqul a'udhu bima'na altaji'u wa a'tasim, yani unashikamana na Allah Subhanahu wa Ta'ala na unataka kwake usaidizi awe ni mwenye kukulinda. Kisha baada dhalika kuna al-istighatha. Al-istighatha ni talabul ghawth, wa huwa al-inqadhu min ash-shiddati wal halak, yani ni mtu awe ni mwenye kumuomba. Al-istighatha ni talabul ghawth na talabul aun wal ghawth bimaana wahid, lakini hii inakuwa katika hali ya shida zaidi, kama vile Allah anasema katika aya, yani takriban li hadha al-maana amma yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su. Amma yujibu al-muttar, ni nani ambaye kwamba anamuondolea dhiki, anamuondolea shida asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yujibu al-muttarra idha da'a wa yakshifu as-su, na akawa ni mwenye kuondoa ile dhiki na ile shida ambayo kwamba ipo, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su. Idhan hii talabul ghawth ni kuwa mtu ako katika hali ngumu, hapo anatakikana kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ni katika sehemu ambayo kwamba mwanadamu labda hana uwezo, mtu anaangamia, anatakikana kuwa ni mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hata lau akiwa mwenye kufa, basi awe amekufa hali ya kuwa anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, isiwe anataja mathalan ya Ali au ya fulan au ya Ilan, na yeye yuko katika sakaratul maut, yeye yuko katika hali ya kufa, na nasallallahu salamata wal afia, anakufa hali ya kuwa yeye anamuomba asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan inatakana mtu awe ni mwenye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na hii ndio masala ya al-istighatha. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, yani mnamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kuwasaidia na akawajibu dua yenu. Naam, kwa hivyo
nafikiri wakati pia imefika, kwa hivyo tutasimamia hapa inshallah. Lakini kabla ya kumalizia ni kuwa zile masharti ambayo kwamba tuliyaeleza katika dua, kumuomba Allah asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakati gani unaruhusiwa kumuomba asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, zile masharti ndio zinatumika pia hapa katika isti'ana, isti'adha na istighatha zote. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye labda anaomba msaidizi kwa mtu yeyote, awe huyo mtu awe ni hayyan hadiran qadiran. Ikiwa katika hiyo hali, kwa hivyo itakuwa ni sawa, kwa sababu wewe unajua huyu mtu ana uwezo wa kunisaidia. Naam, lakini isiwe aksa dhali, kama vile tulivyoeleza katika babu dua. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.